Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa taarifa zetu kutoka papa hapa Tanzania News TV, mahala ambapo unapata taarifa ambazo ni za ukweli. Nimepotea kwa muda kwa sababu za kikazi. Niliwaeleza kipindi ambapo nipo kwenye mapumziko ndio unapata kwamba tunahabarishana. Pole sana kwa wale ambao mumeweza kunimisi. Makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amelipuka na kuambia nchi yetu ya Tanzania kwamba katika serikali ya Samia kuna mpasuko. Na mpasuko huu ni kuhusu kutungwa kwa katiba ambayo ni mpya. Nimejaribu kusikiliza hotuba ambayo imeweza kutolewa na makamu wa rais Dr. Nchimbi alipokuwa akizungumza wakati wa kufungua mkutano wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za kibinadamu Tanzania jijini Dar es Salaam Ijumaa ya tarehe 24 Julai mwaka 2026. Dr. Nchimbi aliwasukuma Watanzania kuendelea kudai kupatikana kwa katiba mpya yenye maridhiano ya kitaifa pamoja na katiba mpya inayojali maisha na haki za raia wake. Sasa mimi nikajiuliza, Bwana Ezra, si Bwana Nchimbi ndiye makamu wa rais? Wanaweza wakashauriana na Rais Samia watuundie katiba. Itawezekanaje Nchimbi mwenye anakaa na Rais Samia anakuja kutuambia eti kwamba sisi raia tupambane tupate katiba mpya ambayo inajali maisha na haki za raia wote, katiba ambayo itamfanya raia kujihisi Mtanzania na kujisikia fahari ya kuwa Mtanzania, na katiba inayoleta maendeleo, na sio maendeleo tu bali heshima na utu wa raia. Lakini nilipoangalia hiyo kanda mazungumzo, hotuba ya makamu wa rais na kuichuja, nimegundua kitu kimoja. Kuna mpasuko kwa hii serikali ya Samia kati ya makamu wa rais wake ambaye ni Dr. Nchimbi na Samia. Itawezekanaje kama hakuna mpasuko? Nchimbi mwenye yuko kwa serikali, kama kuna kitu ambacho anataka Samia aweza kukitekeleza, si anachukua simu, anampigia simu na anamweleza kwamba rais wangu hapa anahitaji hichi na hichi na hichi kiweza kutekelezwa, au anamwendea kwenye afisi wanazungumza. Lakini itakuwaje akipata jukwaa la kuzungumza ndipo anatuma ujumbe wa kuambia wananchi kwamba tupigane kuleta katiba mpya? Hapa hakuna kuelewana kati ya Samia na Nchimbi. Tafadhali sikiliza hotuba hii. Hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichokuwa kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya.
pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. Ili uwe na hakika ya kupata katiba mpya, moja ya mambo ambayo ni muhimu sana, mambo ambayo ni muhimu sana ni utashi wa kupata katiba wa rais aliyoko madarakani. Nataka niwaambie bila kuwadanganyeni, kwa mujibu wa katiba yetu, rais anapokaa kwenye kikao cha baraza la mawaziri, baraza la mawaziri haliamui, linashauri. Mawaziri wanapokaa na rais wanamshauri rais, rais ndiye anaamua. Kwa hata ajenda za baraza la mawaziri anayeamua ziingie zitoke ni rais. Akisema hii haitaingia miaka 100, haitaingia. Unajua utawala huu wa Samia na walipokuwa na Philippe Mpango walitudanganya, walituadaa kwamba watatuletea katiba mpya. Hawakuleta. Wakarudi madarakani, badala ya kupea kipaumbele swala la katiba mpya, wanataka kutuambia kwamba hiyo katiba mpya watatuundia kabla ya uchaguzi wa mwaka 2030. Uchaguzi huo tena ukifika watasema kwamba wacha tumalizane na uchaguzi ndiposa tulete katiba mpya. Na katiba hii tusipochunga na tusipokuwa makini jinsi ambavyo Nchimbi amesema, huenda tukakosa hiyo katiba. Kumbuka kwamba kuna mchakato wa kuandika katiba mpya ulioanza mwaka 2011 wakati ambapo Kikwete aliingia madarakani kama rais. Lakini mchakato huo, mtazamaji wangu, ukakwama mwaka 2014 kabla ya kupigiwa kura ya maoni. Samia alipoingia madarakani akatuambia kwamba kipaumbele chake kitakuwa ni kuandika katiba mpya, kitu ambacho walisogeza mbele. Sasa mimi mwenyewe sijawahi sikia au kuona sarakazi kama hizi za nchi yetu ya Tanzania. Yaani mtu ambaye tunayemtegemea au kiongozi ambaye tunayemtegemea kama Dr. Nchimbi anatutegemea sisi eti tushirikiane, tupambane, tupeleke katiba au tupate katiba mpya. Sasa mimi nilikuwa nafikiri kwamba ile afisi ambayo ako nayo kama makamu wa rais, kama ni agenda, si anaweza akasukuma hii agenda tupate katiba? Yaani wacha nikuambie hivi, yeye mwenyewe yuko kwenye serikali haramu inayoteka na kuua Watanganyika. Kama ameona kwamba hiyo serikali si nzuri, si ajiuzulu. Kwa sababu kama umeweza kusikia kauli zake Nchimbi, zinaonekana kwamba wanabishana na wamekosana kimawazo
na Samia. Kwa nini ninasema hivyo? Kama ulikuwa makini na kama haukuleta hisia zako za matusi, mimi ninapenda mtu mwenye yuko na akili timamu, anasikiliza mazungumzo kabla hajachukua simu aandike upuzi. Njimbi alituambia kwamba anayeamua ni rais. Ni nani ambaye ni rais? Ni Samia. Kipindi ambapo anatuambia kwamba anayeamua ni rais, je, anajaribu kuwaambia nini raia? Je, anajaribu kuwaambia raia kuwa Samia ndiye amesusa kuunda katiba? Kwa sababu kama ulikuwa makini, ulimsikia Njimbi akieleza kwamba kazi ya baraza la mawaziri, mahala ambapo yeye ni mmoja wao, kazi yake ni kushauri rais cha kufanya, ila sio kuamua ni kipi ambacho rais anapaswa kufanya. Anayeamua ni rais. Akaeleza kwamba baraza linaweza kumshauri rais na akasusa kufanya wanavyotaka mawaziri. Kwa hivyo huenda Njimbi, mawaziri wamejaribu kumshauri Samia alete katiba, lakini amesusa. Au kuna viongozi pale mbele ambao wamesusa, na ndio maana unaona Njimbi analipuka hapa nje ili kuonyesha wananchi kwamba ndio pale juu hatuelewani. Pale juu sisi na maji na mafuta tumejaribu kupigana kuwatafutia katiba, ila anayeamua ni nani? Ni rais. Anayepitisha hoja za katiba ni rais. Amekataa kuleta hoja hizo. Kuna maneno ambayo Njimbi alimalizia kusema hivi: hakika ya kupata katiba ni utashi wa rais aliyepo madarakani. Hiyo ni kumaanisha Rais Samia Suluhu Hassan yupo madarakani, ila hana utashi, haoni umuhimu wowote wa kuleta katiba mpya. Anaona ni heri ile katiba ya zamani ya kuendelea kuwafanya watawala waendelee kukaa na madaraka. Anaona ni heri hiyo katiba iendelee kutumika. Wananchi wanataka katiba ambayo inatambua uhuru na demokrasia, haki za binadamu, katiba ambayo inatambua uchaguzi kuwa huru na wala sio viongozi fulani kuketi kwenye kona fulani kuamua ni nani ambaye atakayeongoza nchi. Sasa Njimbi anapozungumza katiba mpya ni kumaanisha aidha wamejaribu kumshauri Samia, ila Samia amesusa. Ukubali usikubali, inaonekana kwamba Njimbi wamejaribu kumshauri Samia, Samia amesusa kwa sababu alisema kwamba anayeamua ni rais, na uhakika wa kupata katiba mpya ni utashi wa rais. Lakini wacha niulize hivi, kama Njimbi anaona kwamba hii serikali si nzuri kwa wananchi, na kama Njimbi anaona kwamba rais hataki kufanya anavyoshauriwa, kama Njimbi anaona kwamba Samia anaongoza nchi kwenda nyuma, si ajiuzulu, asimame na wananchi kuliko kuendelea kusimama kwenye serikali ambayo inawakaba kwa wananchi. Kumbuka kwamba taarifa za Njimbi kutoelewana na Samia zikuanza leo, zilianza kitambo. Mnakumbuka kile kipindi ambapo utawala wa Samia ulipowaua raia? Pale ndipo Njimbi walipokosania na Samia. Njimbi hakukuwa nataka wananchi wauawe kinyama, na hata wananchi walipouawa hakutaka kuna ukora ambao uliweza kutungwa na utawala huu wa Samia kwamba waliouawa walikuwa
na haki ya kuuawa, pale ambapo Samia alisema kwamba polisi hawakukuwa na njia nyingine isipokuwa tu kuwaua, eti kwamba walikuwa wamelipwa. Njimbi alikuwa nataka serikali iitikie kwamba ilikuwa imefanya makosa, ila Samia akakataa. Pale ndipo utengano ulipoanzia. Mtanganyika mwenzetu, Njimbi asianze kutukanganya hapa kujionyesha mzuri kwamba Samia amekataa kufanya anavyotaka, kutuletea katiba mpya. Kama anaona serikali ni mbaya ambayo waliweza kumwaga damu wakaingia madarakani, wacha aweze kujiuzulu, akuja hapa nje. Haja gani aendelee kusalia kwenye serikali ambayo katiba yake haijali maisha ya wananchi, haijali haki za wananchi na haijali raia wake? Haja gani aendelee kusalia kwenye serikali ambayo katiba inamfanya mwananchi kutojihisi Mtanzania, inafanya raia kutojivunia kuwa Mtanzania, kwa sababu serikali hii ni ya udikteta. Je, hiyo ni kumaanisha kwamba Samia hana utashi wa kuunda katiba mpya, au wewe umeweza kumwelewa vipi Dr. Njimbi? Sema nasi hapa chini tuweze kubadilishana mawazo.